Oh, haleluya jamani. Ndugu zangu, tumefanikiwa kufika katika sura ya 50 ya kitabu cha Mwanzo. Yaani kwa lugha nyingine ni kwamba tumefanikiwa kumaliza kitabu cha Mwanzo. Yaani kwenye vitabu vyote vya Biblia, sasa leo ndipo tunafanikiwa sasa kumaliza kitabu cha kwanza. Bado vimebaki vitabu vingine vingi, lakini kwa neema za Mungu naamini tutamaliza. Kidogo kidogo, sura 1 kwa siku, sura 2, sura 3 kwa siku, sura 1 kwa siku na kadhalika. Itatufanikisha sisi kumaliza kabisa swala zima la kuisoma hii Biblia. Kitabu hiki cha Mwanzo kilikuwa na sura 50. Na hii sura ya 50 ina mistari 26 pekee. Kwa hivyo tutaisoma kwa utulivu kabisa tuweze kumalizia na kufahamu ambacho kilichoko humu ndani. Mimi Bwana nakukaribisha kwa jina la Yesu Kristo katika channel hii ya Mungu Tumaini. Na kama wewe pengine ni mara yako ya kwanza kufika katika channel hii, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ambalo liko chini ya video hii ili kusudi uweze kupata mwendelezo na sura mbalimbali za neno la Mungu, mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu ambazo tunakuwa tunakuwekea hapa kila siku itwayo leo. Basi kufikia hapo bana, mimi nikukaribisha kwa shangwe kubwa sana tuweze kumaliza pamoja katika kitabu hiki cha Mwanzo ambapo tunamalizia katika sura hii ya 21. Tuombe. Asante sana Mungu wetu. Jina lako na litukuzwe Mungu muumba wa mbingu na nchi. Tumefanikiwa kufika hapa, tunamaliza kitabu hiki cha Mwanzo. Baba, naomba tusiwe tumepita tu. Tupe ukuaji mzuri wa kiroho. Tukue vizuri kiroho kwa sababu tunalisoma neno lako. Mbariki msikilizaji na ione tofauti ya kulisikia neno lako na kutokulisikia, ya kusoma Biblia na kutokusoma, na aone tofauti ili yaweze kukaa ndani yako kila wakati. Na kuomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, tutaanza mstari wa kwanza mpaka wa 26 katika hali ya utulivu kabisa. Karibu tuende pamoja. Yusufu akamwangukia babaye usoni, akamlilia, akambusu. Yusufu akawaagiza watumishi wake, waganga, kwamba wampake baba yake dawa asioze. Waganga wakampaka dawa Israeli. Siku zake 40 zikaisha, maana hivyo hutimizwa siku za kupaka dawa. Wamisri wakamlilia siku 70. Siku za kumlilia zilipopita, Yusufu alisema na watu wa nyumba ya Farao akinena, kama nimeona neema machoni penu, tafadhalini mkaseme masikioni mwa Farao, mkinena, baba yangu aliniapisha akisema, mimi ni katika kufa, unizike katika kaburi langu nililojichimbia katika nchi ya Kanaani. Basi tafadhali uniruhusu niende sasa nikamzike baba yangu, nami nitarudi. Farao akasema, uende ukamzike baba yako kama alivyokuapisha. Basi Yusufu akaenda amzike babaye, na watumwa wote wakaja naye, wazee wa nyumbani mwake na wazee wote wa nchi ya Misri. Na nyumba yote ya Yusufu na nduguze na nyumba ya babaye wakawaacha watoto wao tu na kondoo zao na ng'ombe zao katika nchi ya Gosheni. Kisha wakaenda pamoja naye wakapanda farasi. Kisha wakaenda pamoja naye wapanda farasi na magari, wakawa jeshi kubwa sana. Wakaja mpaka sakafu ya Atadi iliyo ng'ambo ya Yordani, wakaomboleza huko maombolezo makuu mazito sana. Akafanya matanga ya babaye siku 7. Nao waliokaa katika nchi, wale Wakanaani, walipoyaona matanga katika sakafu ya Atadi, wakasema,
Matanga haya ya Wamisri ni makuu, kwa hiyo mahali pale paliitwa Abel Misri, iliyo ng'ambo ya Yordan. Wanawe wakamfanyia kama alivyowaagiza. Kwa kuwa wanawe wakamchukua mpaka nchi ya Kanani, nao wakamzika katika pango la shamba la Makpel iliyo mbele ya Mamre, aliyoinunua Ibrahimu, pamoja na shamba kwa Efroni Mhiti pawe milki yake pa kuzikia. Yusufu akarudi Misri, yeye na ndugu zake na wote waliokwenda pamoja naye kumzika babaye. Baada ya kumzika babaye, ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema, labda Yusufu atatuchukia naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda. Wakapeleka watu kwa Yusufu wakanena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Nduguze wakaenda tena, wakamwangukia miguu, wakasema, tazama, sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema siku za mwisho za Yusufu na kifo chake. Basi akakaa Yusufu katika Misri, yeye na nyumba ya babaye, akaishi Yusufu miaka 110. Yusufu akaona wana wa Efraimu hata kizazi cha 3, na wana wa Makiri mwana wa Manase walizaliwa magotini mwa Yusufu. Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka. Atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110. Wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Mwongo Tumaini, ninapenda kukuarifu kwamba hapo ni mwisho wa sura hii ya 50 ya kitabu cha Mwanzo, lakini si mwisho tu wa sura ya 50, lakini pia ni mwisho wa kitabu cha Mwanzo kwa ujumla wake. Tumeanza kwa muda, tumekwenda taratibu, lakini tumefanikiwa, hatimaye tumemaliza kitabu cha Mwanzo. Kwa hivyo wakati unaofuata tutaendelea katika kitabu cha Kutoka, na hatimaye tutakwenda hivyo hivyo kadiri Mungu atakavyotusaidia mpaka pale tutakapokuwa tumemaliza Biblia nzima. Mungu awabariki sana na msikate tamaa. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana. Leo hii tumemaliza kitabu cha Mwanzo katika mtiririko mzuri wa kusoma neno lako. Tunakushukuru sana. Tunaomba utupe nguvu ya kuanza tena kitabu kingine, kitabu cha Kutoka. Tunaomba utupe nguvu, tuweze kuisikia sauti yako, tuweze kuona tofauti wa tukiwa tunasoma na tukiwa hatusomi. Tuione tofauti. Roho yako Mtakatifu na ingie kati yetu. Ni vitu ambavyo havieleweki sana kwamba vikoje, lakini katika namna ya pekee sana, namna ya kiroho, wewe kuna namna unafanya. Hebu fanya tunapolisikia neno lako, Roho yako Mtakatifu aingie ndani yetu na kutubadilisha tufae kuishi kama vile unavyotaka. Tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Amina.